ni Mnazarayo. Wewe ni Mnazareti, na jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina la Mnazarayo tumepata kufikia kitabu cha Waebrania sura ya 10, na leo katika jina la Mnazarayo tunaendelea kwenye sura ya 11 mpaka sura ya 13. Ewe Mnazarayo, endelea kuwa pamoja nasi na kutufundisha neno lako. Utamie eneo hili, utamie watu wako, nafsi, roho na mwili, maana mwanadamu ni nafsi, roho na mwili. Utamie Baba rehema roho zao, na Baba wa rehema mioyo yao, maana imeandikwa walinde sana mioyo yao kuliko Baba kitu chochote, maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Baba, neno lako ndio chemichemi cha uzima, hapo ndipo panapokaa neno lako. Kumbe Baba, asante, maana tutazidi kupata neema kutoka kwako, ili tuendelee kujua mambo ya sirini katika ufalme wako, Baba wa rehema, maana sisi tumefanyika kuwa ni marafiki zako. Ndio maana unaendelea kutufunulia mambo yaliyokuwa ya sirini. Tumevuka, tumetoka mpaka kuwa watumwa, na sasa tu marafiki zako. Bwana, endelea kuwa pamoja nasi, na uwepo wako ikitufunika, ikitukomboa, ikituokoa na mabaya, ikiturudisha katika asili ya uumbaji. Na katika jina la Mnazarayo, na mtu mmoja aseme Mnazarayo ni Bwana. Mnazarayo ni Bwana. Amen. Amen. Ukisikia nikisema Mnazarayo, Yesu akiwa mdogo, Mungu akatuma malaika Gabrieli ili aende amwambie Yusufu ya kuwa akachukue mtoto na mama yake, wakiwa kule Bethlehem alipozaliwa mtoto, ya kuwa kuna watu wanayetafuta uhai wa mtoto, na wakaambiwa kimbilie Misri. Baada ya Yusufu kumpeleka mtoto na mama yake Misri, kilichofuata ni Herode yule mkuu akaamua wauawe watoto kuanzia miaka 2 kirudi mpaka aliyezaliwa wakati huo, na ndipo ikatokea kilio katika ule mji, na ikatimia neno iliyenenwa na nabii Yeremia ya kuwa Raheli anawalilia wanawe ama watoto wake. Kumbuka tuliona ya kuwa Raheli alizikwa kwenye ule mji ambayo Yesu alikuja kuzaliwa. Alizikwa pembeni mwa njiani, lakini katika ule mji wa Bethlehem. Sasa bila shaka kule Misri, Yusufu na mke wake na Mwokozi walikaa kule miaka 2 tu, kisha Herode mkuu akafa. Yule malaika Gabrieli akaenda kumwambia Yusufu tena ndotoni ya kuwa, Yusufu mwana wa Daudi, chukua mtoto na mama yake, urudi katika nchi yako, maana waliyetafuta maisha ya mtoto wamekwisha kufa. Lakini yeye akajua kabisa kuwa atarudi, lakini atarudi wapi? Atarudi kule Bethlehem, maana kumbuka ule ulikuwa ndio mji wa Daudi, naye alikuwa ni waumbari wa Daudi, ndio maana alienda kuhesabiwa katika ule mji wa Bethlehem. Lakini sasa akapata taarifa ya kuwa imegawiwa watoto wake Herode mkuu maeneo yale yote, watoto wake kama walipokuwa, na mtoto wake aliyekuwa ni orofi na kama baba yake ndiyo aliyegawiwa Bethlehem, alikuwa anaitwa Ankelao. Basi kilichotokea
akaamua Yusufu aenda kae Nazareti ili itimie neno la nabii ya kuwa ataitwa Mnazarayo. Ataitwa Mnazarayo. So vizuri sana ujue asili ya neno Mnazarayo. Amina. So ukisema Mnazarayo ina maana kwa Kiebrania ni Nazarayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa lugha kawaida ni Nazareti. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuliishia kwenye sura ya 10 kitabu cha 58. Na ukumbuke ya kuwa kitabu cha 58 uliandikwa katika mwaka wa 68 baada ya kifo cha yule Kaisarea aliyekuwa mkatili anayeitwa Nero, aliyeanza kutawala mwaka wa 54 mpaka mwaka wa 68. Lakini baada ya kuwa Wakristo wengi pamoja na kumuua Paulo, kutoa amri akaua Paulo, naye akichukua muda mrefu na yeye akafa katika mwaka wa 68, na pale ndipo palipoandikwa kitabu kile cha 58. Aliandika kitabu hicho, nilikwambia, wala haikuandikwa aliandika kitabu hicho. Ina maana aliyeandika hakuweka jina lake, maana alihofia hatari ya maisha yake. Lakini sisi wanaagizo kuu tulitupa karata yetu kwa Yusufu aliyeitwa mwana wa Faraja ama Barnaba, aliyekuwa ni Mlawi. Sasa hebu tuendelee katika sura ya 11 tuone anaongelea kuhusu imani, kwa imani. Hebu tuende kwenye sura ya 11 na tunataka tumalize mpaka sura ya 13. Uwe makini katika hizi sura za mwisho uone anaimalizia kama nyaraka ama anaimalizia kama mahubiri. Kama ni nyaraka basi utaangalia umaliziaji. Of course barua yawezekana mtu akaanza kuandika anapotaka, lakini kwa nini iitwe nyaraka? Nataka tuone anapomalizia. Je, alimalizia katika mtindo wa nyaraka? Maana kama hajamalizia kama nyaraka basi yawezekana alianza kama waraka ama nyaraka, lakini tuliona hakuanza kama waraka, au alianza kitabu hicho kama mahubiri na akaendelea kama mahubiri na mafundisho. Lakini tuone atamalizia kama mafundisho na mahubiri ama atamalizia kama mtu anayemalizia waraka ama barua. Hebu tuende kwenye kitabu sura ya 11 kitabu cha 58. Bila shaka kwa wewe ambao ni mgeni, kitabu cha 58 ni kitabu cha Waebrania. Kitabu kilipata jina kwa wahusika waliandikiwa waraka huo. Maana gani? Maana umejua alivyosema Waebrania. Kwa nini alitumia jina la Waebrania? Kwa nini hakutumia jina la Wayahudi? Ulikuwa ukisema ni Wayahudi, basi kumbuka kuna makabila 10 ambao yalipotea, ambao walitumwa Yesu kwa ajili yao. Kumbuka ya kuwa baada ya nchi ya Israeli kugawanyika katika mataifa mawili, taifa la kaskazini la kusini, taifa la Israeli na taifa la Yuda. Kumbuka ya kuwa taifa la Israeli ambayo ilikuwa ni taifa la kaskazini, moja kwa moja yule aliyekuwa ni mfalme wao anaitwa Yeroboam alikuwa wa kwanza kuwaongoza na kuwapeleka katika kukengeuka na kuabudu miungu mingine. Ndio maana ukisoma vitabu vile utaona kuwa Yeroboam mwana wa Nabati akafanya nini? Akatenda mabaya, na walikuwa wanatoa mfano kuwa akatenda mabaya kama baba yake Yeroboam mwana wa Nabati. Lakini sasa kumbuka kwa watu hao mapema katika mwaka wa 722 wao wakafanyaje? Wao walitekwa wakapelekwa Ashuru. Walipoenda Ashuru wala hawakurudi, usijichanganya kwa walirudi. Lakini taifa lilebaki ambayo ilikuwa ni Yuda, ambayo ilikuwa imezunguka kabila ya Benjamini, ikawa ni Yuda, lakini ni Yuda na Benjamini.
So hawa pia walipokengeuka na kupelekwa utumwani, lakini kwa sababu wao bado palikuwepo na uaminifu katika manabii, na katika Yuda ilitakiwa atokee nani? Mtawala ambayo ni Kristo. So wale Danieli alipoomba, bila shaka Wayuda walipata kibali cha mabaki kurudi wapi? Kurudi katika nchi yao na mji wao ambao ni mji wa Sayuni ama mji wa Yerusalemu, kisha wakaijenga tena. Lakini yale makabila 10 yalipotea. Ndio maana Yesu akamwambia yule mwanamke Mkanani ambaye alisema kuwa mwanangu anaumwa, binti yangu njoo umponye. Yesu akasema kuwa nimetumwa katika nyumba ya Yakobo ama Israeli waliyefanya nini? Waliopotea. So ni makabila yale 10 Yesu alitaka kuwarudisha ili waweke sawa. Lakini maana walikataa, basi hiyo kazi Yesu ataifanya atakaporudi mara ya pili. Atakaporudi mara ya kwanza atalakiwa pale angani na kwenda katika ile harusi yake. Lakini baada ya ile miaka 7 atakuja sasa, na itakuwa ni kipindi sasa ya kuwatafuta na kuwaokoa makabila yaliyefanya nini? Yaliyepotea, aliyetakiwa yaokolewe kwa kipindi kile. Bwana Yesu asifiwe. So ina maana walipotoka utumwani baada ya Danieli kuomba Wayuda, kumbuka taifa la Israeli ilibakia katika msingi wa Yuda, na maana Daudi alitoka pale moja kwa moja. Unavyosema Wayahudi, kumbuka kuna makabila ambayo yalipotea. So ndio maana huyu aliandika katika Waebrania waliopo mataifa mengine. Kulikuwepo wengine walikuwepo wa Efeso, wa Kolosai, wapi waliokuwepo nje ambao walikuwa wameokoka. Sasa ndio maana akatumia jina la asili yao ambayo imewabeba wote. Ndio maana akatumia jina la Waebrania. Hebu tuende kwenye sura ya 11. Nasoma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasionekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani, tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Abili alimtolea Mungu dhabihu iliyo. Umeona Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kwa kutoa maana ya neno imani. Anasema imani ni kuwa na uhakika kwa mambo yatarajiwayo. Ina maana yawezekana wewe ukasema, Bwana, mimi Bwana, bila shaka kabla mwaka huu hujaisha nitapata hela na nitanunua kiwanja. Wakati huo wala hauna kazi wala hauna mahali ambapo umeahidiwa hela, lakini unaanza kuiona hiyo fursa, unaanza kuiona hiyo fedha hata kabla ya kuipata, hata kabla una hata uhakika wa kuipata. Inawezekana ukasema, Bwana, mimi kesho nitakula vizuri, na kesho kweli kwa sababu uliona kwenye imani, bila shaka utakula. Ndio maana watu wa Mungu, ni bayana ya mambo yasiyoonekana ya kuwa, Bwana, asante Baba, maana umenipa afya njema. Wakati huo bado kuna kichomi kwenye mgongo, lakini tayari namshukuru Mungu ya kuwa amekupa nini? Afya njema. Wakati bado kichomi kinafanya nini? Bado kinachoma, lakini unasema asante, maana tayari ina maana bayana ya uponyaji ambao haujafanya nini? Haujaonekana. Lakini mtu aliyeokoka anatakiwa aongee hata lugha ya nini? Kuna lugha ya imani, kuna mwenendo wa imani, kuna maombi ya imani, kuna kufundisha kwa imani. Imani ilikuwepo wapi? Watu wengi wanadhani ya kuwa imani ni Agano Jipya. Of course, Agano Jipya imani inakamilika katika kuamini ya kuwa Mungu alimfufua Yesu Kristo kutoka kule umautini ama kaburini, na kukiri kupitia kinywa chako ya kuwa Mnazarayo ni nani? Ni Bwana. Lakini kumbuka ya kuwa kwa imani wazee, imani, swala la imani anaanza kwenye sura ya 11 kwa kutaja Abeli, lakini atakuja kumalizia kutaja nani? Kutaja Rahabu. Katika aliyetaja wa jina atamalizia na kutaja Rahabu. Lakini kumbuka ya kuwa hawa ni watu ambao wako katika Agano la Kale. Ina maana katika Agano la Kale imani ilifanya nini? Ilikuwepo. Hebu pata picha ya kuwa hata kuamini ya kuwa Mungu aliumba nini?
aliumba dunia pasipo nini? Pasipo kutumia malighafi. Eti achukue nini, afanye miti, afanye yani akasema tu, lakini ikatokea. Watu wa Mungu, lazima uanze kuwaza kuhusu imani. Mimi nataka nikuonyeshe imani katika ulimwengu wa kawaida. Mara nyingi kuhusu mambo ya Mungu, shetani ameficha watu wasijue imani, ama imani yao isikue. Lakini katika mambo ya kawaida, hebu nione mtu aliyepanda gari leo alipokuwa anakuja. Nione yule ambaye aliulizia yule dereva ya kuwa, hebu naomba leseni yako kwanza nione kama wewe dereva kweli. Sasa wewe ulimwaminije yule dereva ambaye ukapanda gari? Nione mtu ambaye amekunywa soda ama amenunua mkate amekula leo, ama chochote umenunua dukani umekula. Ulipeleka mabarani ili apimwe? Ulikuwaje na uhakika kama anatengeneza na maji yaliyo masafi? Tumekuwa katika maisha ya kawaida, tumekuwa watu ambao tunakuwa na imani kwenye mambo ya kawaida. Hata kwa nini wewe ulipokuja kukaa kwenye kiti, sijaona ukijaribu kuiona kama kiti ni imara? Mbona umekuja tu kukaa kwenye kiti? Umekuja na imani na kiti. Lakini mbona jinsi ambayo katika mambo ya kawaida tunakuwa na imani kupitiliza, lakini katika masuala ya kimungu mtu kabisa ameshawekewa mkono na kuombewa na kuambia umepona kwa jina la Yesu, lakini anasema kwa neno moja tu nipone hivi, eti nimepona kwa jina la Yesu pasipo kutumia dawa. Haiwezekani. Umeona sasa? Umeshaharibu imani. Mwingine anakaa imani lakini ana nini? Imani pasipo matendo, hachukui hatua. Yani ameshaambiwa umepona, baada ya sema jamani acha niendelee kumeza dawa zangu hizi. Dawa zimeshakuaza kwake. Anasema nimeze dawa. Ukishasema tu dawa zako, hata kama niliomba ukapona, ugonjwa unarudi kwa sababu mkono huu ni wa kwako, si wa kwako. Unaweza kujitenga na wewe? Hata kama mkono huwezi kujitenga nao, maana ndio mkono wako, basi ukishaita dawa ya kuwa dawa ni za kwangu, ugonjwa wangu, matatizo ya kwangu haya Bwana nimeyazoea. Ukishasema tu ya kwako, bila shaka haiwezi kutoka. Lakini ukisema matatizo ni ya shetani, na kwa imani wanawake waliyepokea wafu wao, nami kwa imani nimepokea afya yangu, maana niliumbwa, nimekamilika, niliumbwa kwa mapenzi ya Mungu na kwa sura yake, na mimi ni mzima. Watu wa Mungu, lazima kuanzia leo tuanze kuwaza yako. Kwa nini tutakuwa na imani? Kwa nini huwa nafungua soda na kunywa pasipo kupeleka maabarani yapimwe? Mbona maswali ya Mungu tunaanza kuuliza maswali na kuhoji maswali? Nasema hivi watu wa Mungu, ni saa ya kurudi katika kuwa na imani katika kitabu hichi ambao ni kitabu takatifu. Lazima turudi na kuwa na imani na Bwana wetu Yesu Kristo. Hebu tuendelee tuone hawa wazee wa zamani ambao kwa imani wametajwa walipata vitu. Hebu tuende, je, imani yao ilikuwaje? Watu hawa hawakuwa hata na Roho Mtakatifu. Kwa nini sisi imani yetu kisiwe kubwa? Kwa sababu sasa hivi sisi Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Agano la Kale, Bwana malaika uso Bwana alikaa katikati yao. Lakini sisi ambao Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, inatenda pamoja nasi. Kwa nini imani yetu siwe juu? Hebu tuende tuone. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa na haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Mstari wa 5. Umeona sasa? Huyu kuhusu nani? Habili. Habili alikuwa ni mtoto wa pili wa Adamu na Hawa. Na Habili alihesabiwa haki kwa sababu Habili akamtolea Bwana kilicho bora. Akatoa katika wazaliwa wa kwanza sehemu iliyofanya nini? Iliyonona. Na hebu pata picha kwa imani mpaka leo hii jina la Habili imesimama na matendo yake. Unapotenda mema watu wa Mungu, bila shaka hata kama utakuwa umeondoka, walioandika Biblia yawezekana hawako,
lakini je, neno la Mungu halijasimama? Mara nyingi huwa unasema kuwa hili andiko la mbingu na nchi zitapita, lakini neno la Mungu litasimama. Kitabu hichi mara ya mwisho kuandikwa ilikuwa ni mwaka wa 95 baada ya Kristo. Hiyo ni karne ya kwanza. Sasa hivi tuna karne 21. Lakini pata picha kwa, je, neno limesimama halijasimama? Hata haya tunayosema kama ni ya kweli yatasimama. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5. Kwa imani Enoko alihamishwa asije akaona mauti wala kuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Na kwa imani, umeona, anasema kuwa mtu anayemwendea Mungu lazima amini ya kuwa Mungu yupo. Na wote wanayemwendea, yani umeenda tu umefika kwa Mungu tap, anakupa thawabu yako. Yani kumbe shida ipo kwenye kuenda na kumfikia Mungu. Kumbe kila anayemfikia Mungu lazima Mungu ampe thawabu yake, na maana anachotaka ama haki yake. Lakini je, unapomwendea Mungu wewe, huo unaamini kama Mungu yupo? Lakini imetokana na nini? Imetokana kwanza na kutajwa kwa Enoko. Enoko anapatikana katika Mwanzo sura ya 5. Huu ni uzao wa nani? Wa Adamu. Nani anaweza kukumbuka na kunitajia uzao wa Adamu na kuniambia Enoko mtoto wa nani? Baba wa nani? Umeona sasa? Sasa unapokuja na mtu alafu namfundisha Enoko hii kwenye sura ya 11 kitabu cha Waebrania, wakati hujamfundisha Enoko kwenye Mwanzo sura ya 5, hatajua wapi? Umeona jinsi Biblia inavyokuwa? Tafsiri ya huyu Enoko katika huu mstari wa 5, mstari wa 4 kitabu cha Waebrania ipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5. Ndio maana tunatumia mbinu ya Biblia kutafsiri Biblia sisi wanaagizo kuu, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Hebu nani atakayenitajia uzao wa Adamu pasipo kusoma? Hebu mwatatu. Uzao wa Adamu. Kitabu cha Okoa. Hiki ndicho kitabu cha Okoa. Hivi ndivyo vizazi vya Adam. Adam aliishi miaka 130. Akamzaa Seti. Nitajie basi majina tu, kama miaka hiyo inakupiga chenga. Lakini nasema hivi, kinachotakiwa ujue kitu kimoja. Ukirudia na kurudia na kurudia na kuifanya kuwa sehemu ya maisha yako, unaweza ukasema mtu mwingine anajua neno la Mungu lakini anafanyia kazi. Nilikuambia hivi, mimi mara nyingi ninaongozwa na Roho Mtakatifu kutafsiri Biblia kutoka kwenye Biblia. Na hii ni mwongozo mzuri ambayo hainifanyi mimi nitumie akili yangu ama akili ya mtu mwingine. Hebu pata picha, mtu amesoma kuhusu Enoko kwenye Waebrania sura ya 11. Atamjuaje Enoko ni nani? Na mara nyingi watu wanajua Enoko. Enoko mara ya kwanza tunamuona kwenye kitabu gani? Nimesema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5. Ama uko tayari kutamka? Majina bila miaka. Hebu taja majina, funika Biblia alafu taja majina. Majina hayo bila miaka. Adamu akamzaa Seti. Seti akamzaa Enoshi. Enoshi akamzaa Kenani. Kenani akamzaa Mahalaleli. Mahalaleli akamzaa Yaredi. Yaredi akamzaa Henoko. Henoko akamzaa Methusela. Methusela akamzaa Lamek. Lamek akamzaa Nuhu akamzaa Shemu, Ham na Yafeth. 3, hebu nataka niambie miaka yao. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku ile Mungu alipoumba
mtu kwa sura yake. Alimuumba mwanamke na mwanamume, akawaita jina lao Adam ili walipoumbwa. Adam akaishi miaka 800, akamzaa Seti. Siku za Adam baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800. Siku za Adam baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 930. Nitajie mwaka wa Seti. Mwaka wa Seti aliishi miaka 112. Baada ya kuzaa nani? Baada ya kumzaa nani? Enosh. Akaishi miaka mingapi? Akaishi miaka 807. Kwa jumla aishi miaka mingapi? 812. 812. Bwana Yesu asifiwe. Unachotakiwa kufanya ni ukijua Yaredi aliishi miaka mingapi, sio mbaya. Adam aliishi miaka mingapi, sio mbaya. Methusela aliishi miaka mingapi, sio mbaya. Na pia ni vizuri kujua aliyeishi miaka mingi katika huo ukoo wa Adamu. Na hebu nikuambie kitu kimoja. Kwenye ukoo wa Adamu umeona pale, baada ya kuzaa Seti na akazaa watoto wengine wa kiume na wa kike. Lakini nakuaje akachaguliwa Seti? Alichaguliwa Seti kwa sababu watu wa Mungu anamtambua yule mtu ambayo anampokea na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bila shaka wale watu waliyemjua Mungu tu ndio waliyefanywaje, waliyechaguliwa. Sasa Enoko alikuwa ni mtoto wa Yaredi. Na Enoko yeye akuishi miaka mingi kama hao wengine wa uzao wa Adamu walivyoishi. Yeye aliishi miaka 360 ngapi? 65. Kisha akampendeza Mungu na Mungu akamtua nani? Enoko. So hichi ndicho kinachomweka kwenye nini? Kwenye wale mababa wa nini? Wa imani. Lakini Enoko alizaa mtoto anayeitwa Methusela. Na huyu Methusela ndiyo mwanadamu aliyeishi miaka mingi kuliko wanadamu wote, akiishi miaka 969. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Methusela akamzaa nani? Akamzaa Lameki. Lameki akiishi miaka 777. Naye Lameki akamzaa mwana na akampa jina Nuhu, maana yake ya kuwa huyu ndiye atakayefanya nini? Atakayetuokoa na nchi iliyefanywaje? Iliyelaaniwa. Ndio maana Nuhu ndio aliyekuja, kupitia Nuhu Bwana kuja kusazia nini? Uzao. Ina maana Mungu akagairi uumbaji, akaangamiza dunia na vyote vilivyopo katika dunia, lakini katika ile tafsiri ya jina la Nuhu aliyepewa na baba yake Lameki. Na wanayekamilisha uzao wa Adamu anakuwa ni Nuhu na wale watoto wake watatu aliyewazaa katika mwaka akiwa na miaka ngapi? 500, ambao ni Shem, Yafet na Ham. Hebu turudi tuende kule tuliokuwa. Bila shaka kwa wakati wako soma kitabu cha Mwanzo sura ya 5. Na mtu wa Mungu ukifanyia kazi itakuwa sehemu ya maisha yako. Usiwe na haraka. Njia nzuri ya kujifunza ni kwa kurudia na kwa kusema. Amina. The best way of learning is through repetition. Of course, repetition is the mother of learning or education. So keep on reading your Bible and meditate what you have read, and also it is good to speak it out. Ni vizuri ukiyaongea. Unapoyaongea, unasoma, unayaongea, tayari
jinsi ulivyokuwa ujui lugha ya mama, na hakika yake ulivyoendelea kufanya makosa na kuongea, sasa hivi unajua. Hebu twende mstari wa 7. Kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasionekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu kuwa mrithi wa haki patikanayo kwa imani. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika toka ende mahali pale atakapopata kuwa urithi, akatoka asijua endako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake. Umeona, watu hao wote walikuwa na imani. Watu hao wote, umeona, Nuhu kwa imani Mungu anamwambia gharika itatokea, lakini akuambia itatokea lini. Akaambiwa wewe jenga safina. Nuhu hakujenga safina akijua yakuwa ataijenga katika ndani ya miaka 120. Siku ambao Nuhu alimaliza kujenga safina, ndipo Mungu alikuja kuongea naye tena kumwambia kuwa baada ya siku 7 gharika itakuwepo juu ya nini? Juu ya nchi. Nenda ukaingize wanyama kwenye safina. So, pata picha, mtu anajenga safina katika miaka 120, hajui ni lini gharika itatokea. Alipomaliza miaka 120 amekamilisha safina, hapo ndipo sasa Mungu anakuja kuongea naye. Yawezekana Mungu alikuambia kuwa utafanikiwa katika njia moja, lakini Mungu amenyamaza kwa sababu yamkini bado unajenga safina. Ina maana ya kuwa asingemaliza kujenga safina, Mungu asingerudi na kusema naye tena. Mungu anakuwa nawe tangu mwanzo, jinsi alipokuwa na Nuhu katika mwanzo na kumwambia kajenge safina. Mungu akanyamaza mpaka pale ambapo Nuhu aliposema nimekamilisha. Na wewe unatakiwa kukamilisha, maana Mungu anakusubiri pale mwisho. Kaza mwendo mfikie Mungu pale mwisho. Ndio maana watu wa Mungu, pasipo imani wokovu sio kitu. Pasipo imani huwezi ukapata chochote kwenye wokovu wako. Ndio maana watu wengi wameokoka, lakini unaishi maisha ya tabu kwa sababu hawana kitu kinachoitwa imani. Watu wa Mungu, imani inaweza kuhamisha mlima. Na Mungu hajasema mwenye imani, mwenye haki wake aishi sijui kupitia sijui akili nini. Mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani. Lakini wote walikuwa na imani. Hebu tuende tuone, soma karibu sura yote tuone watu wa imani, alafu tuone je, kwa nini Ibrahim alipewa baba wa imani wakati yeye kaishi miaka michache tu? Mbona mtu aliyejenga tu safina akitumia miaka 120 hakupewa kuwa baba wa imani? Hebu twende. Akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo walithi pamoja naye wa ahadi ile ile, maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi ambao wenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Mstari wa 11. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu, na kwa ajili ya hayo akazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga ule ufuoni usioweza kuhesabika. Hao wote wakafa katika imani, wakiwa hawajazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hawa wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangelikumbuka nchi ile waliotoka wangelipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye alipokea mke wa ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee, na yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa. Akihesabu kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena kutoka huko kwa mfano. Umeona, Ibrahimu anatajwa zaidi katika wale wa imani. Ametajwa wapi? Mara ya kwanza ya kuwa akatoka kwenye nchi yake na kwenda kwenye nchi asiyoijua. Ametajwa ameketi kwenye hema na Isaka na Yakobo. Hebu pata picha ya kuwa Mungu alimwambia Ibrahimu ya kuwa atampa nchi ya Kanaani. Lakini pamoja na hivyo Ibrahimu akawa na imani, akisubiria nchi ama mji utakayejengwa na nani? Na Bwana. Kwa taarifa yako, Ibrahimu mpaka anakufa alikuwa na miliki katika ile nchi aliyoahidiwa na Bwana kaburi tu. Alikuwa na miliki ile pango la Makpela ambayo alinunua kwa fedha 400
senti 400 kutoka kwa nani? Kwa Efroni nani? Bin Sohari Muhiti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu pata picha. Kwa imani watoto wake ndio aliyekuja kuirithi. Nasema hivyo watu wa Mungu. Imani bila shaka, usipoelewa imani uwezi ukapata unachotaka. Lakini anatajwa tena Ibrahimu katika kutoa mwanae. Kama Mungu alimwahidi Ibrahimu ya kuwa huyu kupitia huyu Isaka ndio atakaye kuwa na uzao mwingi, ilikuwaje Ibrahimu akakubali kwenda kumtoa Isaka? Lakini kumbuka neno alilosema pale njiani alipoulizwa na aliyekuwa anaenda kutolewa kafara ya kuwa mbona kuni tunayo, mbona moto tunayo, lakini mwana kondoo leo mbona hujabeba? Alisemaje? Bwana atatu. So bila shaka, je, Bwana kulitwauliwa? So kinachofanyika watu wa Mungu, Ibrahim aliona Bwana akitoa yule mwana kondoo, akitoa yule kondoo, lakini kumbuka aliiona katika imani, na jinsi alivyoiona ilikuja kutokea. Kama usipoona kupata hela kwako kesho, huwezi kupata. Kama usipoona kufanikiwa mwakani, huwezi kupata. Lazima uanzie kuona kwenye ulimwengu wa kiroho. Mstari wa 20. Kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye. Kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akambariki kila mmoja wana wa Yusufu akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. Kwa imani Yusufu alipokuwa amekaribia mwisho wake alitaja habari za kutoka kwao wana wa Israeli akaagiza kwa habari ya mifupa yake. Umeona? Hiyo inapatikana kwenye Mwanzo sura ya 50. Mwanzo sura 48. Yakobo anabariki watoto wake. Mwanzo sura 47 anabariki watoto. Mwanzo sura 48 anabariki watoto wa Yusufu, anambariki Manase na nani? Na Efraim. Alafu katika ile 49 Mwanzo anabariki watoto wake, na anakufa na anasafirishwa kwenda kuzikwa kule kwenye ile kaburi ambayo alinunua Ibrahim ambao ni Makpela. Lakini katika sura ya 50 tunaona Yusufu kabla hajafa anawatabiria ama anawaambia kuwa bila shaka mtatoka utumwani, lakini msiache mifupa yangu hapa Misri. Lazima mbebe mwende wapi? Mkazike kule katika Kanaani. Amina. Lakini hebu pata picha kuwa ikapita miaka mingi kweli, lakini aliona kutoka kwao utumwani wakati bado hata haijajulikana watatoka lini. Imani, watu wa Mungu, saa nyingine imani inaweza kufanya uonekane kama umechanganyikiwa. Imani inaweza kufanyikana ukaonekana umelewa. Lakini watu wa Mungu, kazi ya Roho Mtakatifu ni kulewesha kama hujajua wapi. Usilewe na mvinyo bali ulewe na Roho Mtakatifu. Mstari wa 23. Kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi 3 na wazazi wake kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawakuogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushtumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyetazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amwonaye yeye asionekana. Kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyiza damu ili yule mwenye kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Kwa imani akapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu, wa Misri alipojaribu kufanya hivyo wakatoshwa. Kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzunguka siku 7. Kwa imani Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi, kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa imani. Nami niseme nini tena? Maana wakati usingetosha kuleta habari za Gideon na Baraka na Samson na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme
walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, na kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya, watu ambao ulimwengu hakustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi. Na watu wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishe pasipo sisi. Ukiangalia orodha hiyo unapata ya kuwa matukio yote makubwa katika Agano la Kale yalitokana na imani. Umeona, kwa imani wengine walikatwa msumeno. Aliyekatwa msumeno alikuwa ni nabii Isaya. Alikatwa na nani? Alikatwa na mfalme Manase. Kama nilivyokuambia ya kuwa Isaya alitumika kipindi chake chote, alitumika wakati wa utawala wa manabii watano kama nilivyokufundisha kule nyuma. Lakini mfalme huyu wa mwisho Manase alichokifanya ni nini? Kwa sababu aliona kama Isaya alikufuru, Isaya aliingizwa kwenye mti uliotobolewa katikati yake, gogo uliotobolewa katikati yake, kisha akakatwa na msumeno. Haipo kwenye Biblia, lakini ukisoma katika historia na ukisoma kwenye vitabu vingine kama vya Talmud utakuta story ya Isaya kukatwa na msumeno. Yani jinsi ambao watu kama wakina Yefta, watu kama Gideoni, watu kama Samsoni, Daudi, Samueli, yani wale wote kwenye Agano la Kale waliyekimbiza majeshi, waliyefanya mambo makuu, walifanya kupitia imani. Hebu nikuulize, inakuwaje mtoto mdogo wa miaka 12 anakwenda kupigana na lijitu ambao ni mtu wa vita tangu utotoni mwake ama tangu ujana wake? Lakini mtoto huyu alimpigaje yule jitu? Alimpiga kwa imani. Maana tayari watu walikuwa nakimbia kila siku 40 jitu linaporomosha matusi tu. Na mfalme alikuwepo, mfalme naye anakimbia Sauli. Ndio maana watu wa Mungu, imani inaweza kuhamisha milima. Imani inaweza ikafanya mtu akapona. Watu wa Mungu, kwa imani wanawake walipokea wafu wao. Hebu wanawake aliyepokea wafu wao ni nani? Yule mwanamke Mserepta hakupokea. Mwingine, wanawake wawili. Tsunami na Mserepta, moja kupitia Elia, moja kupitia Elisha. Lakini walipokea nini? Walipokea wafu wao. Ina maana tayari Elia akamfufua yule mwanamke, mtoto wa yule mwanamke, alafu akampelekea, akampokea. Naye Elisha naye alifanya hivyo. So tumeona matukio yote ya Agano la Kale yale muhimu, watu wa Mungu. Ili utende mambo makubwa katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa sasa, lazima ukae katika imani. Na watu wa Mungu, unahitaji imani sio ya kawaida. Hebu tupige hatua tutoke kwenye imani ile ya kawaida. Kuna imani sio ya kawaida ambayo ni karama. Katika zile karama 9, ipo karama moja ambayo ni imani sio ya kawaida. Ni vizuri Mungu akujalie uwe na imani isiyokuwa ya kawaida. Ukiona mimi ninaomba na mtu, tangu mwanzo mimi nakuaga na imani ya kuwa mtu atapona, hata kama watu wamekata tamaa namna gani. Na nimeona Mungu akirudisha watu ambao walishahesabiwa ya kuwa sio kitu. Nasema hivi, imani yako na ipande na iwe imani sio ya kawaida kwa jina la Yesu. Amina.
pasipo imani huwezi ukampendeza na hakika yake lazima ukimwendea Mungu uamini ya kuwa Mungu yupo na kila anayemfikia yeye ufanya nini? Umpa thawabu. So watu wa Mungu wengine wanamwendea Mungu, anakuja anaomba, lakini amini kama Yesu ni Bwana, amini kama Yesu ni mponyaji, amini kama Yesu anaweza. Ndio maana watu wa Mungu, kuanzia leo pandisha imani yako. Kama kuna kitu kilichokuwa kinasumbua maisha yako, kuanzia leo sema imekwisha. Sema imekwisha. Imekwisha. Utaamini ya kuwa imekwisha. Usiseme tu imekwisha, lakini useme imekwisha, lakini moyo wako upate amani, maana katika jina la Yesu imefanya nini? Imekwisha. Yawezekana imekwisha, lakini bado unahitaji uning'inizwe kwenye nini? Juu ya msalaba. So sijui kama utaitengua imekwisha ya kwako, maana Yesu hakutengua imekwisha, bali alibakia na imefanya nini? Imekwisha. Hebu tuende kwenye sura inayofuata 10 na ngapi? Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingayo kwa upesi, na tupige. Sura ya 12 Mungu anawadabisha walio wa kwake. Hebu tuone. Watu wa Mungu, kuna wakati mwingine yawezekana Mungu anakuwazia mambo mema na hata akakupitisha katika mabaya ili upate kugeuka na ufanye nini? Na upate kumrudia. Hebu pata picha watu kama kina Paulo, ili wamrudie Bwana, ili mgharimu asipate kuona siku 3 wala kutokula siku ngapi? 3, ili apate kuambiwa kuwa nimekuchagua wewe, nawe utakwenda na utateswa. Ukisoma ile sura ya 9 kitabu cha Matendo ya Mitume utastajabika pale Yesu anapoongea na Paulo. Nilisoma sehemu ambayo anaambiwa kuwa nimekutuma na kutuma kwa injili, utateswa kwa ajili ya injili. Umejua? Yani nilisoma mpaka nikaogopa. Ndio maana kumbe Paulo alikuwa tayari kuteswa, kwa sababu maana Yesu alikuwa mtesaji, na yeye anaambiwa na yeye atafanya nini? Atateswa kwa ajili ya injili. Siku moja hebu usome hiyo sura ya 9 uone pale Yesu anaongea nayo, utastajabika. Yawezekana ukawa na imani kama Paulo, lakini uliambiwa utafanywaje? Teswa. Na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Mstari wa 2. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii, watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkazimia. Nani aliyeanzisha imani yetu sisi wana wa injili? Ni Yesu. Yesu ndio mwanzilishi. Maana watu wa Mungu, mwasisi wa Ukristo ni Yesu. Neno wa Kristo inatoka kwenye neno Kristo, na neno Kristo ni neno la Kiingereza inayotoka kwenye neno la asili, na ni neno la Kiyunani ambayo inasema Christos. Christos ni neno sawa na neno la Kiebrania ambayo inasema Masihi. Bwana Yesu asifiwe. So bila shaka ni vizuri ukajua huyu Kristo ambao ni mwanzilishi wa imani yetu. Bila shaka Yesu yu hai. Imani zingine zote waanzilishi walikufa na wako chini wanasubiria siku ile ya Bwana. Lakini mwanzilishi wa Ukristo yu hai mpaka leo. Kaburi lake li wazi. Ndio maana yale mambo alianza kufanya bado anaendeleza kutenda ndani yetu, maana yu hai. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4. Hamjafanya vita hata kumwagika damu kashindana na dhambi, tena mnasahau yale maonyo yasemao nanyi kama kusema na wana, mwanangu usiadharau marudio ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye, maana yeye ambaye Bwana ampenda umrudi naye umpige. Umesikia anapotaja katika Agano la Kale, anataja katika Mithali, anataja katika Zaburi. Mwandishi huyo alitumia Biblia Agano la Kale
na kupata kuweza kutaja maandiko, lakini kumbuka anaongea na nani? Anaongea na Waebrania. Waebrania ambao wamekata tamaa na wako tayari kurudi katika imani yao ya Kiyahudi. Watu wa Mungu, yawezekana nao umekata tamaa, lakini nasema hivi ya kuwa usikate tamaa, maana kila jambo ina wakati wake. Yawezekana mateso uliyopitia ni kwa sababu ilikuwa ni wakati wa mateso. Mtu anapokuwa nyikani ama jangwani, sidhani kama jangwani pale palikuwa na furaha kwa wana wa Yahudi. Ndio maana yawezekana huko katika jangwa lako, unapokuwepo jangwani, kaza mwendo, mtumainie Bwana, hatimaye utafika Kadeshi. Ukifika Kadeshi, nawe utajiandaa, na ukijiandaa unajiandaa kwa ajili ya kukabiliana na mto Yordani. Hebu pata picha, watu wako Kadeshi, lakini kuna mlima halafu kuna na mto. Ndio maana watu wa Mungu, yawezekana umeshaona baraka, lakini baraka yanakawia. Jipe moyo mkuu, lakini ukishamaliza, ukipita mto Yordani iliyefurika, bila shaka utaingia Kanaani yako, Kanaani ya mafanikio yako, Kanaani ya hatima ya maisha yako. Lakini watu wa Mungu, maisha yetu ya wokovu inawakilisha ile safari ya jangwani ya wana wa Israeli, safari yetu ya kuelekea mbinguni. Watu wa Mungu, mtu anayesafiri, barabara huwa sio tambarare. Barabara kuna wakati ina mteremko, kuna wakati ina mashimo, kuna wakati kuna mlima, lakini hatimaye msafiri hufanya nini? Kufika safari yake. Hebu twende mstari wa 7. Ni kwa ajili ya kurudiwa mastahimili Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Kwa hiyo nyosheni mikono iliyolegea na magoti yenye amani, na magoti aliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia ya kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, baada ya fadhali kipole. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huu utakatifu ambao hapana mtu. Umeona, walikuwa naambiwa watafute kuwa na amani watu wote, kwa sababu palikuwa hapana amani. Kumbuka ya kuwa Wayahudi wenzao walikuwa ndio wanayechochea wao kuuawa. Lakini pamoja na hivyo, umeona huo mwandishi waeleza wale Wayahudi wa Kristo ya kuwa watafute kuwa na amani na watu wote. Huo ndio msingi wa Ukristo. Lazima tutafute kuwa na amani na watu wote. Amani na yule anayetaka kukutesa. Amani, wao walitakiwa kuwa na amani na wale waliotaka kuwaua. Maana ilikuwa ni wewe, ni kama Mkristo, ilikuwa ni kuwaua. Ndio maana watu wa Mungu, tunahitaji kuwa na amani na wachawi. Tunahitaji kuwa na amani na wote ambao wametesa maisha yetu, tukiwa na lengo la kuungana na mapenzi ya Mungu Baba ya kuona wote wakifikia toba ya kweli. Watu wa Mungu, tumeona kwenye haraka, kisasi sio cha kwetu, kisasi ni cha Bwana. Tumeona ya kuwa usifanye nini? Pisha njia ya Bwana. Maana usifanye nini? Usizuie njia ya Bwana. Uipishe ghadhabu ya Bwana. Watu ambao wanaokoka ni watu wabaya, watu wa Mungu. Hata wao kuwa mtu mzuri, mimi sidhani kama wao walikuwa mtu mzuri katika enzi zao. Lakini kama wao waliokoka, tusiwanyime watu kuokoka na kwenda mbinguni. Tuwape watu nafasi. Of course kama yeye alikuwa mchawi, wao walikuwa mkorofi. Kama of course yeye alikuwa mkorofi, wao walikuwa mzinzi. Lakini sasa hivi wewe mtu mzuri. Ndio maana watu wa Mungu, wokovu ni kwa ajili ya wale ambao ni wabaya. Tunahitaji kuwaendea hawa wabaya. Lakini kwanza tufanyike kuwa ni viumbe vipya ambao ni vyombo vitakatifu na vyombo vya thamani. Mtu akikuona tabia zako, ongea yako, tembea yako, iwe ni kivutio. Watu wengi wamekuwa ni kikwazo cha watu kuokoka. Lakini mimi nasema hivi,
watu wataokoka. Wale wa Bwana hawapotei hata moja. Wale ambao Bwana alikusudia, sijui kama wewe ni moja kati aliyewakusudia wale wateule. Mimi naamini mteule hata kama sasa hivi amekaa baa na kunywa pombe, huyu atakuja kuokoka. Hata kama anatumikishwa na shetani, huyu ataokoka. Lakini wewe uliokoka naye tenda mabaya, acha mara moja umrudie Bwana. Mstari wa 15. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu, kama Esau alivyouza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Bila shaka kwenye Biblia zingine maandiko usherati au wazinzi. Watu wa Mungu, uchungu ndio iliyejaa ndani ya mioyo ya watu. Hata kama mchungaji anakuambia kwa Bwana, hebu fulani ndiye anayetenda hivi, taja jina lake, hebu sasa tuanze kuombea kinyume. Hii ni uchonganishi. Ni kujaza mioyo. Pamoja na aliua mtoto wako, pamoja na alitaka kukua, lakini inachotakiwa usikweke uchungu ndani yako. Maana watu wa Mungu amekemea wote. Haja sasa anayewazia mtu mwingine mabaya, huyo ni muuaji. Anayefanya uasherati. Uasherati ni nini? Wazinzi ni wakina nani? Uasherati ni jumla ya matukio yanayohusu tendo la ndoa, lakini nje ya mume na mke. Yawezekana isiwe tendo la ndoa, lakini hata swala la kuvaa nguo za kuonyesha sehemu za siri, hizo zote ni uasherati. Hata jinsi unapogusa watu, jinsi unapoongea, matendo hayo yote kwa jumla ndio uasherati. Lakini wazinzi ni mtu ambaye ameoa alafu anafanya tendo la ndoa nje ya yule mke ama mtu aliyemuoa. Wanaweza siri. So ni vizuri ukajua kwa kuna wengine ambao ni washerati nyumbani mwa Bwana, lakini sio eti wanafanya uzinzi kama wanafanya nini? Wanafanya tendo la ndoa kama tendo la ndoa. Lakini kuna matukio. Ndio maana wewe ushangai kwa nini imeandikwa washerati na imeandikwa na wazinzi. So ni vizuri kuelewa. Kuna wakati mwingine macho yako tu inafanya uzinzi. Kuna wakati mwingine ongea yako. Kuna wakati mwingine mawazo yako. So watu wa Mungu, mambo kama haya Mungu ameonya. Na hata wewe ambao unanyoshia watu kidole na kuwatakia mabaya, na wewe umeonywa. Tuishi maisha yanayopendeza Mungu. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka kubaadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana kuona nafasi ya kudumu, ijapokuwa alitafuta sana kwa machozi, maana hamkufikiria mlima wezao kugusa uliowaka moto, wala wingu jeusi na giza na tufani na miamba ya ngumi na sauti ya maneno, ambayo wale waliosikia walisihi wasiambie neno lolote lingine. Maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoambiwa, hata mnyama akiugusa huo mlima akagusa mawe. Na kama ilivyoonekana jinsi alivyokuwa kutisha, hata Musa akasema, nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Bali ninyi mnaufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika. Sisi tunafikiria yani mlima wa Mungu na Yerusalemu mpya. Wale walikuwa katika ile mlima Sinai na pia na ule mji wa Yerusalemu wa kawaida. Lakini pata picha kuwa hata mnyama wakati ule Mungu katika ile Kutoka sura 24 Mungu alipokwenda kufanya agano na wana wa Israeli, hakutakiwa mtu kugusa mlima. Uwepo wa Bwana ulipokuwa unashuka kupitia yule malaika wa uso wa Bwana. Hata mnyama kama angegusa mlima ule alitakiwa kupigwa kwa mawe mpaka kufa. Lakini watu wa Mungu, Bwana sasa hivi jinsi ambao Mungu anatupendelea. Agano letu halina masharti mengi. Agano la kale lilikuwa na masharti mengi mno Bwana. Waliishi yani kama wafungwa. Maana Torati iliweka watu kifungoni. Lakini sasa hivi tuko huru. Lakini huru tuliokuwepo sio huru wa utende, huru wa kutenda mabaya. Huru wa kuishi maisha matakatifu.
33. Mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Abili. Angalieni msikatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni, ambaye sauti yake ilitetemesha nchi wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, mara moja tena atatetemesha si nchi tu bali na mbingu pia. Lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemesha kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Ibada iliyo njema atolewe Mungu wetu, maana yeye ni moto ulayo. Yeye atatikiza kila kitu, lakini ufalme wake na sisi tuliopo hatutaweza kutikizwa. Lakini watu wa Mungu, kuna kinachoweza kufanya wewe utikizwe. Kama kuna kinachoweza kufanya ufalme wa Mungu utikisike ama utikizwe, ni dhambi. Pale ambapo wewe na uhalali wa kutotikizwa, ukitenda dhambi, bila shaka shetani anapata mamlaka ya kuweza kutenda chochote. Maana ukitenda dhambi, shetani moja kwa moja anageuka na kuwa bosi wako. Anapokuwa bosi wako kama kiongozi wako, kinachofuata ni nini? Bila shaka yeye anaanza kuwa na mamlaka juu yako. Watu wa Mungu, hata kama unanena kwa lugha ya ndege, ukizidi kutenda dhambi, watu wa Mungu, hata hiyo lugha haiwezi kuwepo. Labda iwepo ya mazoea, lakini nguvu ya Mungu haiwezi kutenda kazi pamoja nao. Lazima kweli tuishi maisha ya watakatifu. Uishi maisha matakatifu yanayempendeza Mungu. Pata picha ya kuwa Mungu naye muona ni moto ulao. Lakini kwa nini moto ulao? Kumbuka ya kuwa hukumu ya mwisho itakapokuja, adhabu itakuwa ni nini? Kwa wale ambao walikataa kusikia neno la Mungu na kulitii, adhabu itakuwa ni moto. Lakini sio moto hivi tu, moto usiozimika. Hebu tumalize tuone mambo ya mwisho, mahusia ya mwisho, na uwe makini hapo ili uone jinsi ambayo huyu mwandishi anamalizia kitabu cha 58, kitabu cha Waebrania. Je, alivyoianza wala akuianza kama nini? Kama waraka. Lakini hebu tuone, je, ataumalizia kama waraka ama ataumalizia kama alivyouanza? Aliuanza kama mahubiri tu ya kawaida na mafundisho. Hebu twende uwe makini uone anavyoimalizia, na hapo ndio utatoa ya kuwa je, imekidhi vigezo vya kuwa ni waraka ama kuwa ni kitabu kama kitabu kingine hapo sio waraka. Upendano wa ndugu na udumu, msisahau kwa fadhili wageni, maana kwa njia hiyo wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Wakumbukeni hao waliofungwa kana kamba mmefungwa pamoja nao, na hao wanaodhulumiwa kama vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Msiwe na tabia ya kupenda fedha, mwe rangi na vitu mlivyonavyo, kwa kuwa yeye mwenyewe asema, sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye alisaidia, sitaogopa mwanadamu atanitenda nini. Umeona sasa upendo na uendelee kati ya washirika ama watu wa Mungu. Na hata Yesu alipokuwa anaondoka, kila alichokiacha ilikuwa ni upendo. Watu wa Mungu, lazima tuangalie upendo kati yetu. Lakini pia Bwana atuahidi ya kuwa hatutapungukiwa. Lakini kama utaishi maisha matakatifu na utakaa katika kile ambacho alisema mwandishi katika sura ya 11 ambayo ni imani, mwenye imani apungukiwi hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Wakumbukeni, mstari wa 7, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza walioambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao igeni imani yao. Yesu Kristo ni yule jana na leo na hata milele. Msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni,
Maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema, wala si kwa vyakula ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida. Tuna madhabahu ambayo wale waihudumiao ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili vyao huteketeza. Umeona, nilikwambia kuwa kwenye ile hema ya makutano, ile siku ya upatanisho, kilichokuwa kinafanyika ni nini? Yule mnyama wa siku ya upatanisho ambayo alikuwa ni ng'ombe kwa ajili ya kuhani kujipatanisha na Mungu, na yule mbuzi wa kafara walikuwa nachinjwa, mafuta yalikuwa natolewa na vitu vingine, alafu yalikuwa yanachomwa katika nini? Katika ile madhabahu ya kuteketeza. Lakini yaliyebaki yote ambao ni nyama, miguu na kila kitu na ngozi ilikuwa inatolewa katika nje ya hema makutano na mahali palipo safi, alafu palikuwa panateketezwa kila kitu. So pata picha ya kuwa amejaribu tena kurudi, anamalizia, lakini anarudi kwenye ile hema ya makutano, ile siku ya upatanisho, na kujaribu kuweka msisitizo na kuwaonyesha kuwa bila shaka hema ya makutano wakati wake ulishapita, na ilikuwa ni wakati ambao sasa hema ya makutano tena haikuwepo tena kama ilivyojengwa na Musa, lakini hema hiyo sasa ilihamia sasa kwa wanadamu. Jinsi hema ya makutano ilivyokuwa na maeneo matatu: ua la nje, mahali patakatifu na mahali patakatifu patakatifu. Na kumbuka ya kuwa uwepo wa Bwana ulikuwa unakaa mahali patakatifu pa patakatifu. Pata picha kwa sasa hivi wewe ndio hema ya makutano. Sema mimi ni hema ya makutano. Wewe ni hema ya makutano namna gani? Unisikilize. Wewe unayo vipengele vitatu ama maeneo matatu. Wewe unayo nafsi, unayo mwili, unayo roho. Bila shaka ile ua la nje katika ile hema ya makutano inawakilisha mwili huu unayoonekana wa kwako. Alafu mahali patakatifu ambao walikuwa wanaingia makwani tu pasipo Walawi kuingia, inawakilisha nafsi yako. Na mahali ambapo ilikuwa ni mahali patakatifu ambapo kwani alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka, na palikuwepo uwepo wa Mungu ama kiti cha rehema. Hasa hivi ndio nini? Ndio roho yako. Ndio maana hebu nikuulize, je, Bwana anaketi wapi? Anaketi katika mahali patakatifu ambao ndio nini? Ndio roho yako. Bwana Yesu asifiwe. So kwa sasa hivi sisi ni hekalu la Bwana. Kumbuka hema makutano ilikuja kuwa ni hekalu, na hekalu iliyojengwa na Suleimani, nayo ilikuwa na ua la nje, ikawa na mahali patakatifu, patakatifu. Lakini hiyo hekalu alikuja Herode akalibomoa na kulijenga, kulifanya kuwa la kisasa. Ikawa kuna eneo la nje ya wa mataifa. Ile sehemu ya ua la nje ilikuwa ni ya mataifa, Gentile court. Lakini pakawa na sehemu ambao ina upendeleo kwa ajili ya Wayahudi. Wayahudi walikuwa wanaingia mahali patakatifu. Alafu palikuwa na pazia ambayo ilitenga mahali patakatifu na mahali patakatifu patakatifu. So Wayahudi walikuwa wanaingia pale mahali patakatifu, alafu mahali patakatifu alikuwa anaingia kuhani tu, lakini ilikuwa imetengwa na nini? Ilikuwa imetengwa na pazia, lakini sanduku la agano lilikuwepo. Sanduku la agano ilipoteaga wakati hekalu ilivyobomolewa katika ule mwaka wa 585 wakati wa Babeli walivamia Yerusalemu na kubomoa ukuta na kulibomoa hekalu na kuliteketeza. Pale ndipo sanduku la agano lilifanya nini? Ilipotea. Lakini ilikuwa ni kiti la rehema. Yawezekana ilifanya nini? Ilirudi juu. Maana ingekuwepo wa Babeli wangeibeba. Maana kama vyombo vingine vya hekalu walivibeba, na hakika yake tukaona Belsaza wakati alikuwa ameshalewa na siku yake ya sherehe, akaamua kuletwa vile vyombo vya hekalu vya dhahabu, naye akatumia kuvinywea nini?
divai, na baada ya hapo akaona kiganja kinaandika menemene tekeli na penesi, naye ufalme wake kawa imepimwa na imekutwa imefanya nini? Imepungua, na akapewa jirani. Na maana usiku ule aliuawa na ufalme ikawa amepewa Koreshi mnani Mwajemi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Kwa ajili hii Yesu naye ili atakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango. Basi na umeona sasa cha ajabu ya kuwa nimekuambia kuwa nje ya hema makutano ndipo walipokuwa wanaenda kuchoma yule mnyama, ngozi, nyama zote, miguu na kila kitu, lakini mafuta yameshatolewa kwenye tumbo na mengine, alafu haya alikuwa anachomwa mafuta yale, lakini kilichobaki ilikuwa inatolewa hema nje ya nini? Nje ya hema makutano inachomwa, ndio mavumbi yalikuwa yanakusanywa, alafu baadaye yanakuja kutumikaje? Yanachanganywa na maji matakatifu, alafu yanakuwa ni maji ya nini? Maji ya farakano. Maji ya farakano, maji yaliyokuwa yanakuwa ni ya utakazo, ambayo mtu alikuwa anapoosha mavazi yake, anapoenda pale inanyunyizwa juu yake kule wakati ule wa utakazo. So pata picha kuwa alikuwa anachomwa nje ya nini? Nje ya hema makutano ama malago. Lakini na Yesu naye pia kama alivyochukua nafasi ya yule mbuzi wa nani? Wa kafara, naye kabidi atolewe nje ya lango, nje ya Yerusalemu, naye akasulubishwa nje, akauawa nini? Nje. Kumbe kwenda kuiteketeza ama kuichoma ile nini? Kuichoma yule mnyama nje ya marago iliwakilisha Yesu kutolewa na kusulubishwa nje ya Yerusalemu, akasulubishwa katika ule mlima wa Fuku ama mlima wa Golgotha. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali tutautafuta ule ujao. Basi kwa njia yake na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Yaani unaona huu mji huu ambao umeaminishwa, tunatafuta mji mpya. Ndio maana mbingu itakuwepo mpya, nchi itakuwepo mpya, mji utakuwepo mpya, lakini huu hapa utakunjwa na utaondolewa. Amina. So tutazamie mji upi? Ule mji mpya ambao utashuka. Tutazamie ile mbingu mpya itakayeshuka. Tutazamie ile nchi mpya itakayefanya nini? Itakayeshuka. Ndio maana ukiyajua hayo, bila shaka utakuwa na imani ya kuwa ukaze mwendo, ili siku moja upate kuwa ni mrithi, na kurithi nini? Kurithi ile mbingu mpya, nchi mpya na mji mpya. Kutenda mema na kufanya nini? Kushirikiana. Je, Wakristo wanashirikiana sasa hivi? Je, wanatenda mema Wakristo sasa hivi? Wakristo lazima watende mema alafu washirikiane. Lakini wasishirikiane kwenye mabaya, wasishirikiane kwenye injili sio kwa ya kawaida, wasishirikiane kwenye mambo ya unostiki, washirikiane kwenye neno la Mungu la kweli. Lazima kila mtu arudi kwenye neno la Mungu la kweli, na kila mtu lazima arudi ajue Biblia kweli, maana nyakati hatari. Ndio maana usipojua neno la Mungu hutaweza kujua la kweli na la uongo, hutaweza kujua boshon na genuine. Lazima tujue neno la Mungu. Huu sio wakati tena ya kushika vimestari, ya kushika viandiko. Ni wakati wa kujua Biblia yote ili uweze kuunganisha. Utajuaje masuala ya kuwa mnyama aliteketezwa nje ya lango pasipo kurudi kule, pasipo kurudi kwenye kitabu cha Walawi sura ya 16, siku ya upatanisho? Lazima urudi kwenye Walawi sura ya 16 uone siku ile ya upatanisho, jinsi huyo mnyama alivyokuwa baada ya kupatanishwa, wale kujipatanisha na kupatanisha wana wa Israeli, ilivyokuwa inachomwa nje. Ndipo sasa upate picha kwa na Yesu naye akufa ndani ya mji. Alikufa wapi? Aliuawa nje ya mji, akiwa ndio taswira ile ya mwanzo Agano la Kale ya mnyama, ikawa ni taswira ya uhalisia wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa nje ya mji. Bwana Yesu asifiwe.
Umeona, kumbe wanayetulinda ambao wanakesha wakituombea na Bwana anawatumia kutuongoza, kumbe wao watatoa hesabu hiyo nayo mpya. Hiyo nayo mpya. Umeona, hebu rudia kipengele hicho.